lakini halmashauri walipitisha vikundi vitatu tu katika vikundi 28. Vikundi vitatu tu katika vikundi 28. Lengo hapa ni nini? Mnatengenezea vijana ambao watakuwa na msongo wa mawazo, vijana ambao watakuwa haifurahii serikali yao, vijana ambao wataanza sasa kujihusisha na unyang'anyi. Haiwezekani 25 wote wakawa wana sifa. Kwa hiyo niwaombe maendeleo ya jamii, mna tabia kujificha kwenye kichaka kwamba dasi mwenyekiti. Mnavyoletewa vile vikundi vyote pale, nataka vijana wapewe kipaumbele. Kwenye hili hatutaelewana. Mkuu wa wilaya Mafia Aziza Mangosongo amekemea vikali vikundi vya vijana kunyimwa fedha za mikopo ya 10% kupitia mapato ya ndani ya halmashauri. Akizungumza kwenye baraza la madiwani robo ya 4, Mangosongo ameeleza hajaridhishwa kabisa na namna ya utoaji wa mikopo kwa vikundi vya vijana, pamoja na kuwataka wasimamizi kuhakikisha wanawatendea haki vijana na kuwapa kipaumbele ili iwasaidie kukuza uchumi wao. Na kwenye hii mikopo ya 10% tumefanya ziara za kukagua hiyo miradi vikundi. Tulikuwa huko wiki iliyopita. Yalibainika wale tuliokagua wengi wamerejesha mikopo yao. Lakini changamoto ilikuwepo ndio ambayo alisema hapa Mheshimiwa Mwema, vikundi vilivyoomba mikopo vingi havijapewa fedha walioitaka. Kwenye swala zima la vikundi vya vijana. Vikundi vya vijana. Tumefanya uchunguzi na ukaguzi kwenye kata ya Kilindoni tu. Hatujaenda kwenye kata zingine. Kata ya Kilindoni vijana wengi wamenyimwa mikopo. Sasa waliopata na kamati ya kata walipitisha kwamba wapate. Lakini halmashauri walipitisha vikundi vitatu tu katika vikundi 28. Vikundi vitatu tu katika vikundi 28. Lengo hapa ni nini? Mnatengenezea vijana ambao watakuwa na msongo wa mawazo, vijana ambao watakuwa haifurahii serikali yao, vijana ambao wataanza sasa kujihusisha na unyang'anyi, au akishapa milioni unaileta hapa. Vijana labda hawakubali hiyo, labda tuseme hivyo. Haiwezekani 25 wote wakawa wana sifa. Na mnaweza mkasema hapa sasa DC anaongea vile, mbona basi yuko kwenye hiyo kamati? Mara nyingi mnaongea hiyo kitu. Iko hivi, vikundi vinavyoomba mkopo vinaanzia ngazi ya wapi? Ngazi ya kata. Ngazi ya kata wamepitisha vikundi vyote vifanye nini? Vipate. Vimekwenda halmashauri ambapo dasi halmashauri haingii. Halmashauri ndio wanapembua, analeta hivyo vitatu, iko kimoja. Afu ndio analeta huku kwenye kamati ya nini? Kwa dasi, ambapo dasi ndio mwenyekiti analeta pale vitatu. Vishachujwa huko vyote. Atajuaje huko? Kwa hiyo niwaombe maendeleo ya jamii, mna tabia kujificha kwenye kichaka kwamba dasi mwenyekiti. Mnavyoletewa vile vikundi vyote pale, nataka vijana wapewe kipaumbele. Kwenye hili hatutaelewana. Utakuta vijana hapa hawapo. Dirisha lishafanya nini? Lishafunguliwa. Hii ni dhambi kubwa sana. Kwa hiyo kwenye hili mimi siyapendezewa nalo. Sambamba na hayo, Mangosongo ameonyesha kutoridhishwa na uongozi wa jukwaa la wanawake Mafia kutokana na kutofanya kazi kwa weledi, huku akiwataka wawajibike. Lakini tuna jukwaa la wanawake. Ili jukwaa la wanawake mlifanya uchaguzi hapo. Mkachagua viongozi hapo. Lakini niseme ukweli. Ukitaka jambo liende, chagua wanawake ambao wamefanya nini? Wamechachuka. Lakini jukwaa lako washa ulichagua hapa, sioni wanachokifanya. Narudia tena, sioni wanachokifanya. Mlifanya ndio uchaguzi, lakini ule uchaguzi mnajua wenyewe mlichokifanya, mnajua mambo mliyofanya. Jukwaa la wanawake lipo ni kama halipo. Mwenyekiti kapoa kama ndio mgonjwa. Iko bora. Nataka jukwaa hili liwe active, lisimame. Na tujue wilaya hapa halmashauri tuna jukwaa la wanawake. Wawe na shughuli nyingi ambazo zinafanyika. Sio shughuli za kusema eti usiku mkaende pale mkafanya masherehe, sio kuchangisha michango, sio pesa. Shughuli ambazo tutaziona
jukwaa la wanawake leo linatembelea kina mama Bareni, Wasusi. Leo jukwaa la wanawake limeenda kutoa elimu sio wapi. Tunataka hicho. Lakini mlivyochaguana wenyewe mnajua wenyewe. Jukwaa limepoa na kuanzia sasa tutalifuatilia. Akifunga baraza hilo, Ghulam Mohamed, mwenyekiti wa halmashauri ya Mafia, amewataka watumishi kuhakikisha wanasimamia vyanzo vya mapato na kuacha kufanya kazi kwa mazoea. Napenda kusisitiza jambo moja muhimu sana, nalo ni kuongeza ukusanyaji wa mapato ya ndani. Napenda kutoa jambo moja muhimu kwamba kuongeza ukusanyaji wa mapato ya ndani. Bila mapato ya ndani ya kutosha hatuwezi kutekeleza miradi ya maendeleo wala kuboresha huduma za kijamii. Hivyo ndugu zangu, ni wajibu wetu sote, kila idara, kila mtendaji, kila mdau, kuhakikisha vyanzo vya mapato vinasimamiwa kwa uadilifu, ubunifu, uwajibikaji wa hali ya juu. Tunapoanza mwaka mpya wa fedha, ndugu zangu, tusiingize mtazamo ule wa mwaka uliopita. Tuingie tukiwa tumebadilika, kwa sababu tunaenda kuanza mwaka mpya wa fedha. Tufanye kazi kwa bidii, kwa nidhamu na ubunifu, na matokeo ambayo yatakayokuwa yenye kuleta tija. Tuache kufanya kazi kwa mazoea. Wananchi wanahitaji kuona mabadiliko chanya katika maisha kwa kupitia huduma bora ambazo tunazitoa. Hata hivyo, Mwema Mgeni, diwani viti maalum, amewataka wazazi kuhakikisha wanasimamia maadili ya watoto wao ili kuijenga jamii iliyo bora. Leo tulikuwa katika baraza letu tukufu, baraza la madiwani, katika kujadili robo ya 4, utekelezaji wa robo ya 4. Lakini mbali na mengi ambayo tumejadili kwenye mkutano huu, ikiwemo kutilia mkazo katika swala zima la maadili ambayo tumejikita katika upande wa watumishi, kuangalia namna gani wanaweza kusimama katika maadili ambayo ya uwajibikaji wa kazi pasipo na kusukumwa, waweze kujituma na kuleta tija ya maendeleo katika wilaya yetu ya Mafia. Lakini pia tuliendelea kusisitiza katika jamii. Katika jamii, nitoe wito kwa wazazi kuhakikisha watoto wetu tunawalea kwenye maadili mema, lakini pia kuwasimamia kuto kufanya mambo maovu, lakini pia kuwasimamia katika swala zima la kwenda kupata elimu shuleni. Hii itatusaidia kupunguza watoto watoro, lakini pia itatusaidia kuweza kupunguza watoto wazurulaji, lakini pia itatusaidia kuweza kufikisha ndoto za watoto hawa, kila mmoja kwa ambavyo amewaza akiwa mkubwa atataka kuja kuwa nani, kwa sababu tuna imani kila mtoto ana ndoto zake, ijapokuwa wanapitia kwenye mazingira magumu. Wakati mwingine si kwa hiari yao, bali ni kwa changamoto ambazo zinatokana baina ya sisi wazazi, aidha kwa kukatika kwa ndoa ama kwa ugomvi mdogo mdogo kwenye. Hii ni Haswa TV na mimi